ulikuwa umenifollow before sijui kani unfollow and then unaona yote nimesema ulikuwa mnanifollowiwa yote mwenye nilisema I prophesy relationship yako itaisha. I think ndo kani unfollow. Sio mimi. Sio baba? Mimi nilikuwa najua itaisha. But no, but who unfollowed me because it's your page? Wewe ndio ninakwambia. Ala. Yes, mlikuwa mnanifollowiwa sana. Nilikuwa naambiwa nisipitishe watu sijui 200 wenye na follow. Boy, we apologize. Mbona una follow huyu? Hata akaipua. Anyway, unafaa siku moja basi ukae chini utupe easy story. Tuache ku assume. No, it's not necessary. Me, I believe in life. There's no point to prove any point. If you feel like I'm a bad person and you've not experienced me, that's your problem. Yeah. If you want to judge me from something that someone has done online ama kitu umeona, that's your problem. People who experience me as a person, they know the kind of person I am. Sasa hivi kama umekuwa kufuatilia story ya mtandao utaweza kurealize ya kwamba ni kama hii vita inayoendelea between Mkaiv na jamaa wake ambaye ni ex boyfriend wake ambaye ni director Trevor, ni kama ile vita kabisa haitaenda kuisha, ama ni kama ile vita haielekei kuisha, because ukifuatilia zile vita ama zile majiwa ambazo wale watu wawili wanatupiana every now and then, utaweza kurealize ya kwamba there's something cooking, ama kuna kitu ambacho kinaendelea between them, because kumbuka juzi hapa kuna interview fulani ambayo huyu demo ambaye ni Mkaiv aliweza kufanya na huyu jamaa anajulikana kama commentator 254, na kwenye ile interview huyu demo ambaye ni Mkaiv aliweza ku open up on everything, na akaweza kuonyesha there is something, ama akaweza kuonyesha kwamba yeye ako na uchungu sana, ama akaweza kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho kinamhiti sana, akikumbuka jinsi ambavyo walikuwa wanaishi na ule jamaa ambaye ni director Trevor, na kile ambacho kiliweza kuwafanya mpaka wakaweza kuacha. Lakini sasa hivi kuna interview fulani ambaye amefanya na huyu demo anajulikana kama Wajiko. Kwenye ile interview pia huyu dem tena ameongelea the relationship between yeye na huyu jamaa ambaye director Trevor, akaweza kusema ya kwamba hadi wakati ambapo yeye na yule jamaa walikuwa anaishi, ama hadi ile time ambapo walikuwa nakaa pamoja, yeye alikuwa anajua ya kwamba ile relationship yao itaisha na inaelekea kuisha. Hivyo basi akaweza kueleza na akaweza kusema ya kwamba kama kuna mtu ambaye aliweza kumsupport genuinely, na kama alimsupport kama attack anything from yeye, ndio jamaa anayejulikana kama Eric Omondi. Mimi walitaka kunipiga vita because unajua nilikuja nikachange the industry na kwa interviews all over nini. Hao wakubwa akakataanga kuniita interview zao, akasema nina ati wao ndo wamenifikisha hapo. Kwanza msanii mkubwa alisemanga hivyo, but kama kuna mtu amenisupport na sitawahi kosa kusema asante, ni Eric Omondi. He's the only person who has supported me in this industry. Nalikuwa na kama interview zako. And more so a man without wanting to sleep with me. The rest have supported me that, but they always wanted something in return. Oh, no. Yeah, amenisupport generally, like he's my G for life. So they started kunipiga nini, ikafika mahali sasa nikabarikiwa, nikafika level yao. Ni kama sasa hajaweza kumpea huyu jamaa ambaye ni director Trevor maua yake, because pia tunajua director Trevor ni mtu ambaye aliweza kuplay role kubwa sana kutoka kwa huyu dem, ama ndio huyu demo aweze kupata ile nafasi ambayo ako nayo sasa hivi. Jamaa ama mtu ambaye alicheza role kubwa sana kumfikisha mahali ambapo ako ni jamaa wake ambaye ni director Trevor. Hivyo basi ameweza kuonyesha kwamba ni kama hayuko grateful kwa kile ambacho huyu jamaa ambaye ni director Trevor aliweza kukifanya kwa kina. Akaweza kusema ya kwamba mtu ambaye aliweza kumsupport genuinely, ama mtu ambaye aliweza ku play role kubwa ku make sure kwamba brand yake imegrow ni huyu jamaa ambaye ni Eric Omondi. Na pia kwenye Eric Omondi ameweza kusema ya kwamba yule jamaa kati ya wale watu ambao walimsupport wengi sana, lakini sasa most of them walikuwa wanamsupport wakiwa wanataka kitu kutoka kwake. Hivyo basi katika wale watu ambao amesema alimsupport wakiwa wanataka kitu kwake, tumeweza kujijazia na tukaweza kujua kwamba huyu director Trevor inawezekana ni kati ya wale watu ambao huyu dem ambaye ni Mkaiv ameweza kusema ya kwamba walimsupport wakiwa wanataka kitu. Hivyo basi hajaweza kumrecognize huyu jamaa ambaye ni Trevor kama mtu ambaye aliweza kufanya kazi ndio ku make sure that brand ya Mkaiv imeweza kuwa kubwa. Hivyo basi pia akaweza kusema ya kwamba tunakumbuka wakati ambapo huyu dem na director Trevor walikuwa wanaishi pamoja, ama walikuwa girlfriend na boyfriend, tunajua pia walikuwa co-workers ama walikuwa wanafanya kazi pamoja, because tunajua their channel ambayo ni Mkaiv ambayo kwa sasa iliweza kuchejua jina inajulikana kama Director Trevor Academics. Na hivyo basi kwenye ile channel tunajua wale watu wawili ndio waliweza kuikurusha, ambaye ama Mkaiv na huyu jamaa ambaye ni Director Trevor ndio walikuwa the CEO kwenye ile channel. Hivyo basi wakati ambapo wale watu walikuwa wanafanya ile kazi pamoja, tunakumbuka huyu jamaa ambaye ni Andrew Kibe. Andrew Kibe ni mtu ambaye aliweza
kupiga vita sana ile relationship, na ni mtu ambaye aliweza kuongea vitu vingi sana kuhusiana na ile relationship, na mpaka huyu jamaa akakuja akampishia, akaweza kusema kwamba Andrew Kibe kile kitu ambacho anakifanya ata make sure that hiyo kitu imeanguka, na hatukukaa sana tukiwa tunaona Andrew Kibe because channel zake zote ziliweza kuangushwa. Niko basi kati ya watu ambao walikuwa naambiwa ndio amechangia kuanguka kwa zile channel ni huyu jamaa ambaye ni director Trevor, na kile kitu ambacho kiliweza kufanya hizo vitu si happen ni vile ambavyo Andrew Kibe alikuwa na criticize their relationship, ama ni jinsi ambavyo Andrew Kibe alikuwa na criticize the relationship between Mungai Eve na huyu jamaa ambaye ni Trevor. Tunakumbuka kuna jina ambalo Andrew Kibe alikuwa analitumia sana, alikuwa anatumia jina Kafukusui kama jina la criticize huyu jamaa ambaye ni director Trevor. Nivyo basi director Trevor naye alitake that chance na akaweza kumhoni yule jamaa, ama akaweza kumhoni Andrew Kibe sana kwa kile ambacho aliweza, ama kwa kile ambacho alikuwa anakitradisha on the relationship, ama kwa kile ambacho alikuwa anakiongelelea, that is the relationship between Mungai Eve na director Trevor. Lakini sasa tunakumbuka the moment ambapo Mungai Eve na director Trevor waliweza kupart ways, mtu wa kwanza ama mtu ambaye alikuwa ni the first guest kwenye ile show ambayo Mungai Eve alianza, because tunajua sasa hivi yeye ana run channel yake inayojulikana kama Mungai Eve. The first guest ama mtu ambaye alianzia na yeye kabisa, mtu ambaye alianza naye wa mwanzo kabisa ni huyu jamaa ambaye ni Andrew Kibe. Ni Andrew Kibe. Hivyo basi watu waliweza kupiga Mungai vita pale, na watu wakaweza kuongea vitu vingi sana on their relationship, ama watu wakaweza kuongea vitu vingi sana kuhusiana na relationship.